hadhi ya mashindano haya. Kwa hiyo timu hizi zimefaulu kuingia katika uteuzi. Tukianza kwa hapa nyumbani Zanzibar, tutakuwa tuna timu ya Mlandege Football Club. Huyu ni bingwa mtetezi katika mashindano ya 2024 pale yalipofanyika kwa ngazi ya vilabu, yeye ndio alishikilia kombe hili. Kwa hiyo kumpongezeni timu ya Mlandege kupata fursa hii. Lakini timu nyingine, mheshimiwa mgeni rasmi, itakayoshiriki mashindano haya kwa hapa Zanzibar ni timu ya KVZ. KVZ Football Club nayo imeingia katika mashindano haya. Lakini timu nyingine ambayo tumeichukua kwa ubora wake ni timu ya Fufuni FC kutoka Kenya. Kwa ni sababu gani? Kwa sababu kwamba Fufuni wamepata fursa hii nao hivi ndio timu ambazo zitakuwa kwa hapa Zanzibar. Kwanza kabisa tutakuwa na wapenzi wetu Azam FC. Azam FC hawana mjadala, na wao ni kwamba pia watatangaza baadaye, lakini wadhamini wakuu wa mashindano. Mheshimiwa naibu waziri amechukua juhudi binafsi ya kwenda kuonana nao wa vilabu hivi ambao ni Simba na Yanga FC. Kwa hiyo Simba hoye, wananchi hoye. Hayo inabidi lazima tuyazingatie kutoka Tanzania bara ya timu ya Singida FC. Singida FC nao wanacheza nafikiri kombe la shirikisho. Sasa nao tumeona tuwazingatie kwa dhamira ile ile ya kukuza hamasa ya michezo Tanzania na kikanda. Timu zetu pia kuwashirikisha timu za nje ambazo tunaambiwa maombi huwa yanatoka mpaka kutoka timu zetu za kanda ya kaskazini, lakini pia na Afrika Mashariki. Kwa mwaka huu na muda tuliokuwa nao, tulisema kwanza tuanze na timu 8 kwa tarehe tulizonazo na usimamizi wa fedha ambao tuko nao. Kwa hiyo tumefanikiwa kuchukua timu moja kutoka nje, angalau moja. Maombi tulikuwa nayo mengi, lakini mpaka sasa URA kutoka Uganda ndio ambao tumewakubalia ombi lao na watakuwa. Tunadhani kwamba watatoa upinzani mzuri kwa timu zetu na tutaona burudani za kutosha. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo na kuzitangaza timu hizo, naomba sasa kuchukua fursa hii kurudisha kipaza sauti hiki kwa mshereheshaji ili ratiba iendelee kama ilivyo.